Kati ya vitu ambavyo ukija kufanya utafiti utakuja kugundua, yaani hata wewe mwenyewe unaweza ukajitathmini, ni kwamba wawekezaji wengi hawana mipango au hawana mpango. Wawekezaji wengi hawana mpango. Wao wanatamani tu kwamba akisikia bwana, njoo kwenye hii biashara inalipa sana, anasema inalipa, umeweka hela, ngoja na mimi niweke. Lakini hajui misingi ya ile biashara imekaaje. Yeye kutokana na maisha yake anaweza akaadapt vipi na ile biashara ili kuweza kumaximize matokeo yake. Kwa sababu of course kuna watu wengi ambao wameshafanya uwekezaji kupitia wallet ya Inkryptus, wamenunua ink zao au other assets na wana stake na wanatengeneza faida. Lakini ukimuuliza, hebu niambie mpango wako haswa, mpango mkakati wako hasa ni upi? Atakuangalia tu, sema bwana, mimi nimestake, nikipata hela mwisho wa mwezi nitoe nitumie. Yaani watu wengi, yaani asilimia zaidi ya 90 wanaishia hapo. Sasa session ya leo ina lengo kwamba there is a gap ambayo ipo hapo, kwamba there is point A, there is point B, kwamba ndio you are making money with Inkryptus, lakini there is somewhere ambao unaweza ukalevel up kwa kupitia mafunzo ya session ya leo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukijue ni kwamba uwekezaji wowote unahitaji mipango. Unahitaji mpango ambao kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ni strategy. Nadhani strategy ina sound better. Strategy. Okay? Okay. Hicho ndo kitu cha kwanza kabisa. Yaani kabla sijaanza kukufundisha blockchain ni nini, cryptocurrencies ni nini, lazima wewe binafsi uwe na strategy yako kichwani. Ujue kabisa mimi nataka ni achieve 1 2 3, si ndivyo? Sasa in order for me to achieve 1 2 3, cryptocurrencies inaweza ikawa mmojawapo ya tool au mmojawapo ya driving factor ambayo itaniwezesha mimi nifike sehemu fulani. Wewe binafsi kama mtu naona kwenye session hapa kuna Adam, Aluseta, Andrew. Wewe binafsi unatakiwa uwe na mpango wako binafsi. From there on sasa ndo utatumia cryptocurrencies, staking, Inkryptus kama tool ya kukufikisha pale ambako wewe unatamani kufika. Lakini sio umesikia mtu anakuambia bwana, huku kuna hela, basi wewe you don't even think kama hiyo kitu ina fit strategy yako. Wewe unaenda tu unafanyeje? Unaweka hela zako. Ndio maana unakuta kuna watu wanaanza biashara, baada ya miezi 6 wanasema mimi nataka nitoe hela yangu. And you're like, are you really serious? Kwa sababu unajua mpaka mtu anafika kwako ameamua kustake labda mwaka au miaka mitatu, tayari hicho kitu ambacho yeye anafanya kina align na mipango yake. Sasa kama unakuta wewe una mipango yako binafsi na Inkryptus hai-align na mipango yako, hata siku moja hautakaa upate manufaa ambayo watu wengine wanayapata. So uwekezaji unahitaji strategy. Kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia wewe unapokuwa unajijenga sasa, umeshatengeneza strategy yako. Mimi nataka ni achieve 1 2 3, nataka nifike sehemu fulani kiuchumi, si ndivyo? Sasa umesikia mtu amekwambia kwamba bwana, cryptocurrency ni moja ya njia ambayo unaweza ukanufaika, ukapata pesa, ukatengeneza pesa, maneno yote ya namna hiyo. Kitu chako cha kwanza kabisa, sawa, lazima uelewe, je, inafanyaje kazi? Inafanyaje kazi? Hilo ndo swali la kwanza. Yaani ukiletewa project yoyote, iwe ni online, iwe ni offline, lazima kwanza ujue
inafanyaje kazi. Kwenye kuangalia inafanyaje kazi, lazima tujue kitu cha kwanza ambacho watu wengi wanakitanguliza, wanakiweka mwisho, ni kitu ambacho wanakiita exposure. Sasa kwa Kiswahili sijui exposure ni nini, kwa kweli nitawadanganya. Exposure yako ya engagement, exposure ya engagement, kwamba linaweza likatokea jambo gani wakati umefanya uwekezaji. Sawa, how are you exposed? Ndio hivyo, lazima tuangalie issue kama risk reward, kwamba okay, I'm risking this much, what is my potential reward, kwamba naweka pesa hizi, hii biashara ikienda kama inavyoenda nitafika wapi? Sawa, unakuja kuangalia vitu kama changamoto za biashara. Hii biashara nayotaka kuingia ndani yake, nimeambiwa ninunue crypto, wewe unanunua tu crypto, sawa, lakini unasahau kwamba crypto they are very volatile. Unakuta mtu una pressure, unaanza kupata pressure kisa umeinvest kwenye crypto. Coin inatoka dola 1.5 inashuka 1.4, wewe unachanganyikiwa. Kwa sababu gani? Haukufahamu inafanyaje kazi. So unavyoingia kwenye fursa, especially kwenye crypto, lazima uelewe hii biashara ambayo unafanya, hii investment unayofanya inafanyaje kazi. Then sasa ukishajua inafanyaje kazi, tunaenda kwenye hatua ya pili. Je, sasa katika ufanyaji huu wa kazi nanufaikaje? Nanufaikaje kutokana na inavyofanya kazi. Unajitathmini kwamba bwana, kumbe staking nanunua coin, lakini zile coin nazilock kwa muda. Kwa hiyo faida ambayo mimi nitaipata ni either kutokana na coin mpya au transaction fees. Kwa hiyo ukishakuwa na hiyo model tayari unaweza ukaanza kujikadiria kwamba kwa hiyo hapa katika ule mpango wangu labda nataka nifike niwe na portfolio labda ya milioni 100. Katika hizi milioni 100 nifanye milioni 20 ziwe crypto. Sasa kwa kuwa staking coin zangu zinaongezeka, nikiweka milioni 10 alafu labda nika compound kwa mwaka au miaka miwili, unakuta nimefika ile target ya milioni 20 labda. Umeona? Baada ya kuelewa inavyofanya kazi, ndivyo unaangalia wewe unanufaikaje, alafu sasa unakuja una integrate kwenye system zako. Jukumu langu sasa la kwanza ni kukuelimisha juu ya hivi vitu ambavyo tumevizungumzia sasa hivi, kwamba umealikwa kuja kusikiliza kuhusu Inkryptus. Cha kwanza inabidi ufahamu Inkryptus inavyofanya kazi, na cha pili sasa wewe ndo utatathmini kutokana na jinsi ambavyo Inkryptus inafanya kazi, mimi nawezaje nikanufaika. Kwa sababu hakuna point ya sisi kwenda tu moja kwa moja kukuambia tu jinsi ambavyo utanufaika. Bwana, ukiweka milioni kadhaa utapata milioni kadhaa, au ukinunua asset kadhaa kwa mwezi unaweza ukapata asset kadhaa. It's easy, lakini at the end of the day mimi nashindwa kukupa nafasi ya kuweza kufanya makubwa kuliko ambavyo spoon feed tu, bwana wewe weka hela usijali. No, lazima mtu kwanza tuelewe inafanyaje kazi, na ili kuelewa Inkryptus lazima tuelewe kitu cha msingi cha kwanza kabisa, sawa, ambayo ndio building block ya hii project. Sawa, ambayo ndio nini? Building block ya hii project. Lazima tufahamu kitu kinachoitwa blockchain, na mtazamo wetu kuhusu blockchain kupitia Inkryptus ni kwamba ni ile foundational technology ambayo inaruhusu ideas, projects mbalimbali, huduma mbalimbali kujengwa kwa kutumia misingi mitatu, kwamba unakuwa na system, unakuwa na huduma
au unakuwa na product ambayo inajengwa kwa kutumia misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni uwazi, sawa, kwamba ni system ambayo inasaidia chochote kinachofanyika kiwe wazi, kinaonekana. System ya kitu cha pili, msingi wa pili ni decentralization, kwamba ni mfumo ambao hauna central authority au central point of decision making, kumaanisha kwamba hatuna single source of failure. Sasa naomba nitoe disclaimer hapo. Kuna watu wengi wanatumia neno decentralization kusema kwamba hakuna mmiliki. No, si kweli. Wapo watu wanaotengeneza project, lakini wakishaifanya iwe public, manake the public decides project inaenda wapi. Sawa. Kitu cha tatu, principle ya tatu ni issue ya usalama, ambayo sasa hii usalama, it is directly referring to kitu kinachoitwa immutability, kwamba blockchain ilivyokuwa designed ni kwamba taarifa, sawa, zikishahifadhiwa haziwezi kubadilishwa. Sawa, taarifa zikishahifadhiwa haziwezi kubadilishwa. Sasa kwa watu wengi hii misingi mitatu imekuwa ikiwachanganya sana, kwamba kwa nini mtu alitengeneza system iwe hivyo? Ni kwa sababu blockchain ni system ambayo imekuwa designed iwe trustless. Nikisema trustless watu wengi hawaelewi, lakini ninavyosema trustless maana yake trust, maana yake watu hatuhitaji kuaminiana, lakini tunaamini mfumo uliowekwa. Mfumo ambao ni nini? Msingi wako umejengwa ni blockchain, kwamba mtu akiniambia chochote naweza nikaenda kwenye blockchain nikahakiki, kwa sababu blockchain ni wazi. Mtu akitaka kufanya maamuzi yake, mtu anaweza akaamka na kisirani chake, hawezi akafanya maamuzi ambayo ataniaffect directly without jamii, sehemu kubwa ya jamii kukubaliana na hilo. That's the sense of decentralization. Na kwenye issue ya immutability au usalama ni kwamba taarifa zikishahifadhiwa, mfano mtu amefanya muamala, hawezi akarudisha muamala kama kwenye mifumo ya sasa hivi. Kwa hiyo tukiangalia huo mfumo au hiyo teknolojia ya msingi, tunaona kwamba kuna projects nyingi sana ambazo zinakuja kujengwa juu ya blockchain. Sawa? Kuna projects nyingi sana, teknolojia nyingi sana ambazo zinakuja kujengwa juu ya nini? Juu ya blockchain. One of those ilikuwa ni nini? Ni crypto. Sawa? Crypto ndo ilikuwa one of the first projects za blockchain, na ndo project ambayo watu wengi wanaiinfer na blockchain, kwamba bwana, ukisikia tu blockchain manake inaishia kwenye crypto. Hapana. Blockchain ni teknolojia ya msingi ambayo inawezesha kuwa na trustless systems, ndivyo? Kwa hiyo crypto ni mojawapo. Kwenye blockchain unaweza ukajenga vitu vingi sana, na ukitaka kujua unaweza ukajenga vitu vingi sana, naomba baada ya hii session nenda ka search. Niandike hapa search applications za nini? Search to blockchain applications in daily life. Ka search. Utaona kwamba blockchain inatumika sasa hivi kwenye afya, blockchain inatumika kwenye mawasiliano, blockchain inatumika kwenye real estate, blockchain inatumika kwenye ETFs, tokenization of real world assets. Kwani blockchain imekuwa na matumizi makubwa, na the principle ya kutumia blockchain ni kwa sababu ya misingi ambayo blockchain inakuwa nayo. Hili neno crypto limekuwa na sio ukakasi, lakini kwa muda mrefu sana ni neno ambalo lilikosa definition sahihi. Yaani kwa muda mrefu watu ambao walikuwa wana refer to crypto walikuwa, ukisikia tu crypto maana yake ni pesa. Crypto ni pesa. Kwa sababu gani? Kwa sababu
Project ya kwanza ambayo ilikuwa ni Bitcoin, walilenga kutengeneza a peer to peer currency, sawa, lakini hayo ndio yalikuwa mawazo ya mwanzoni. Teknolojia ilivyozidi kukua, crypto imeanza kutumika kwenye aspects nyingi sana. Mpaka sasa, kutokana na token taxonomy, definition ya crypto ni it's a programmable unit. Programmable unit, sawa, lakini inakuwa built on blockchain, sawa, inakuwa built on blockchain. Kwa hiyo sasa, hiyo crypto inafanya kazi gani, au imejengwa kwa ajili ya kazi gani? Ndo inaipa sasa ile specific characterization. Inaweza ikawa ni currency, sawa. Hii crypto bwana, tumeijenga kwa ajili ya transaction. Kina hapo utakutana na kina USDT ambao watu wengi tunaitumia, kina DAI, kina USDC na wengineo sawa. Hizi ni currencies kwa sababu zina sifa ya nini? Sifa ya currency. Then zinaweza zikawa governance, kwamba ni crypto ndio, lakini kazi yake ni kupiga kura kwenye platform fulani, mfano Arbitrum, mfano Cake. Umeona? Yaani ukiwa na hiyo coin, kazi ambayo unaweza ukaifanyia ni kupiga kura. Inaweza ikawa real world asset, inaweza ika stand instead of government bond, inaweza ika stand instead of jengo, sawa, kwamba ndio ni crypto, lakini jinsi ambavyo imetengenezwa ina serve purpose fulani, sawa, ina serve purpose fulani, sawa. Kwa hiyo mtu anapokuambia twende tukanunue crypto, lazima umuulize kwanza, ni crypto gani, ina serve purpose gani? Kwa sababu unakuta mtu unakimbilia kununua crypto, kumbe crypto yenyewe ni governance token. Kazi pekee ambayo inayo ile coin ni ukinunua ukikaa nayo, yani yani unakuta mfano, niwape mfano wa governance coin hizi hapa, mfano wa Arbitrum, sawa. Ukimiliki ile coin, ile kazi yake kuu ni kwamba kama kutakuwa na proposal kwenye blockchain ya Arbitrum ambayo ni layer 2 ya Ethereum, basi ukiwa na ile coin ndio unaweza kwenda kupigia kura. You get me? Yaani kwamba ukiwa na ile coin ndio unaweza ukaenda ukafanyeje, ukapigia kura. Sasa mtu ananunua Arbitrum, anakaa nayo, anasubiria ipande. You start to see the point kwamba lazima ujue kwamba hii coin inayonunua inatumika kwenye, tuende kuzungumzia crypto ambazo zimejengwa ama tunazitaga ni utility crypto, ambazo zinakuwaga ni crypto zenye project nyuma yake, kwamba you build a project, sawa, unapata idea yako, sawa, tunazitaga utility crypto, sawa. Hili neno la kwanza lina idefine yenyewe kwamba hii ni crypto ambayo inakuwa na nini, na utility, kwamba tunatengeneza project yetu, halafu tunatengeneza crypto ili iserve au itumike ndani ya ile project husika. Kwa hiyo kwa ufupi sana, unapotaka kuangalia au kununua hizi coins, mimi huwaga napendaga njia rahisi sana. Lazima ufanye utafiti kidogo kwamba hii ni utility crypto, sawa,
ni crypto ambayo mara nyingi inakuwaga na wazo la kibiashara nyuma yake. Umeona? Ehe. Kwa hiyo sasa unapoenda kununua ile coin, kwa sababu mwisho wa siku coin inatumika sawa, kwenye ile project husika, si ndivyo? Kwa hiyo lazima kunakuwa na wazo la kibiashara nyuma yake. Kwa hiyo wewe unapoenda kununua ile coin, kitu cha kwanza cha kuangalia sawa, lazima uangalie lile wazo la kibiashara, au kwa lugha rahisi ile project yenyewe, kwamba hii project imekuja na coin. Je, hii project yenyewe imekaaje? Lazima tuangalie aspect za wao katika kutengeneza hiyo project yao, waliona tatizo gani? Umeona, hicho ndio kitu cha kwanza. Always mtu anapokuambia bwana, twende tukanunua hii coin, okay, hiyo coin waliona tatizo gani? Sawa, then baada ya kuona hilo tatizo wakaja na suluhisho gani? Sawa, hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, lazima sasa tunakuja kuangalia the engagement point. Engagement point, kwamba hilo suluhisho au hiyo project husika jamii inaihitaji kivipi? Yaani ni kama uwe na makampuni mawili. Nataka mnisaidie. Tuna makampuni mawili hapa, uone jinsi ilivyo logical. Tuna kampuni A, sawa, wao wanauza chai da. Proposal yao ukisoma, bwana, sisi tunataka kuja, tunaona watu wa da wanapenda chai lakini wanashindwa kunywa chai, si ndivyo? Alafu kuna kampuni B, tunazungumzia da hapa. Kampuni B wanauza juice fresh. Hebu niambie, kati ya A na B, tafadhali nenda kwenye box chat uniambie utainvest kwenye kampuni gani? Kuna kampuni A nasema, bwana, sisi tunataka kuuza chai da, si ndivyo? And the second company wanauza fresh juice da. Wewe kama wewe, hebu niambie utatia manani kwenye kampuni A au B? Wanauza chai au wanauza juice? Okay, na Helena hapa anasema yeye ataenda kwenye kampuni A, wauza chai hao. Nina Agnes B na Yasin B, nina Chuma B sababu ya hali ya hewa ya da, fresh juice. Sasa that's the right answer according to me, kwamba kutokana na hali ya hewa ya da ambavyo nimeitathmini, ninaona watu wengi zaidi watanunua fresh juice. Kwa kama nina option ya kufanya uwekezaji, then pesa yangu nitaipeleka kwenye nini? Kwenye fresh juice. Sio kwa sababu mimi nachukia chai, ni kwa sababu ile kampuni husika, wazo ambalo wamelileta, naona kabisa kutakuwa na engagement kubwa ya watu kwenda kwenye ile biashara. Sasa the same thing unakuja kuitranslate it in crypto, kwa sababu haya mambo yote unaweza ukayasoma kwenye nini? Kwenye white paper. Sawa, kwamba kampuni imeona kuna tatizo gani, wameleta suluhisho gani, na watu wataengage na kampuni in what direction. Tumeona da kuna joto, kwa hiyo nikiwapelekea chai nitawavuruga zaidi, kwa sababu ili kumuuzia mtu chai lazima awe anakaa kwenye chumba chenye kiyoyozi, kwa sababu kwenye joto la da kwenye stendi utoboi. Lakini mtu nikimpelekea fresh juice naweza nikamuuzia popote. It means yule mtu wa juice atapata more engagement. Kwa wewe ukishasoma vile unasema kumbe ili tatizo suluhisho lao ni zuri, then unanunua crypto husika. So that's how simple it is kuwekeza kwenye crypto, kwamba tuna analyze this is a utility crypto. Hii ni crypto ambayo wanasema ina utility nyuma yake, nimesoma white paper yake, na angalia tatizo waliloliona ni lipi, suluhisho wao ambalo wamelitoa ni lipi. Kwa hiyo sasa
engagement point ni watu wanatumiaje lile suluhisho. Tunaona after Bitcoin, sawa, kutoka 2009 mpaka 2013 inakuja Ethereum, almost 4-5 years mpaka inakuja kuanza effectively 2015 Ethereum inachanganya. The only thing ambacho ulikuwa unaweza kufanya kwenye blockchain kutuma, kupokea na kukaa na crypto. Ethereum wakaleta smart contracts. Umeona? Kwa hiyo Ethereum wakaleta an improvement. Wakaja Binance wakafanya transactions ikawa faster and cheaper compared to Ethereum. Solana, the main idea behind Solana ni ku have lightning fast transactions. Nadhani kati ya blockchain ambazo ziko very very fast ni Solana. Solana wako very very fast. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ndio wazo ni lile lile la kuwa na blockchain utility, lakini there is some sort of an engagement point ambayo inafanyeje, inaongezeka. Hiyo ndo point ya kwanza ya kuelewa inavyofanya kazi, si ndivyo? Sasa on the point ya pili, kwa sababu hapa nimewarudisha huku juu kabisa kwa wale ambao wamechelewa. Tunavyofanya analysis za project za cryptocurrency lazima tujue inafanyaje kazi, then ndo tuangalie sasa sisi kama sisi tunanufaikaje kutokana na inavyofanya kazi. Kwa hiyo umefanya analysis yako, umeona hii coin mbona kama ni nzuri, hebu ngoja nifanyeje, ninunue, si ndio hivyo? Lazima sasa tujue wewe kama mwekezaji utanufaikaje. Sawa? Point B. Sawa. Unavyofanya analysis ya coin kabla hujanunua, kitu cha pili cha kuangalia ni coin yenyewe sasa. Sawa? Hapa ndo tunaingia masuala ya tokenomics. Sawa? Tunaingia masuala ya how do you call it? Use case. Sawa? Kwamba lazima tuangalie tokenomics. Je, hizo coin zinakuwaje supply? Kutokana na engagement ambayo iliyopo kutakuwa na demand kutokana na nini? Sawa? Kwa hiyo ukisha combine hivyo vitu, umefanya analysis, umeona the project is strong. Umekuja kwenye crypto, umeona hii coin supply yake ilivyokaa. Niandike kabisa tuche tukasahau. Supply. Hii supply yake ilivyokaa na tunavyoenda watu wakiengage na hii project watahitaji hii crypto, na hii supply ambayo ipo naona hii coin watu watahitaji sana, inaweza labda ikafika levels fulani. Kwa hiyo inabidi sasa wewe kama mwekezaji ujue tunapofanya analysis ya coin yenyewe, hapa ndo pesa ilipo in terms of coin investment. Sawa? Hapa ndipo pesa ilipo, kwa sababu kwenye crypto kwa wale ambao hawafahamu leo ndo watajua, kuna namna za kutengeneza pesa, ziko mbili tu. Sawa? Ziko mbili. Ya kwanza ni ongezeko la thamani, ongezeko la bei, sio thamani. Sawa? Ya pili ni faida za uwekezaji. Sawa? Tokenomics ndo inaamua wewe unatengeneza pesa kiasi gani at the end of the day. Yani tutazunguka, project inaweza ikawa nzuri, lakini kama tokenomics ni mbovu, utapata pesa, kwa sababu kutengeneza pesa ni kutokana na vitu hivi viwili: ongezeko la thamani, capital gains, na faida kutokana na uwekezaji ambao utaufanya wa crypto husika. Kwamba ongezeko la bei ni kwamba ulinunua coin ikiwa $1, sasa hivi imeenda $2, unapata faida. That's ambayo ndo asilimia kubwa watu wanafanya holding. You buy a coin at a cheaper price, you sell at a higher price. Sasa hapa kwenye uwekezaji kuna protocols tofauti tofauti, na moja ambayo tutaizungumzia leo specifically ni protocol ya staking, ambayo inamwezesha baada ya mtu kufanya uchambuzi wa project nzuri, amenunua zile coin, ana uwezo wa zile coin kuzilock kwenye fixed deposit na akawa anapata faida. Kwa hiyo licha ya kwamba unaweza kupata faida either kupitia staking
au kupitia yield farming, lending and borrowing. Lazima kitu cha kwanza kabisa cha kufanya wewe kama mwekezaji ni kuhakikisha unanunua coin ambayo ni nzuri. Yani that is non-negotiable. Kabla hujaangalia faida utakazozipata labda kupitia staking or any other system, lazima kwanza uhakikishe coin ambayo wewe umeinunua ni nzuri. That's why hapa ni non-negotiable. Lazima uangalie ile wazo la biashara, lazima uje kuangalia tokenomics, use case. Yani lazima unachambua. Ukishakuwa na amani sasa, ndo hapo sasa unavyoweza ukajidelegate. That's why tunarudi hapa mwanzoni. Kitu cha kwanza ni kufahamu jinsi ambavyo inafanya kazi, sawa? Then tukishafahamu jinsi ambavyo inafanya kazi, then ndo uende kuangalia wewe kama wewe unanufaikaje, kwa sababu manufaa yatakuja. As long as you choose a good project, manufaa yatakuja. Nimegusia hapa kidogo nikasema kwamba unavyowekeza kwenye crypto, sawa, ziwe ni any type of crypto, kuna faida mbili. Kuna namna mbili za kupata faida: ongezeko la thamani, ongezeko la bei, capital gains, kwamba umenunua coin $1 imefika $2. Halafu kuna faida za uwekezaji. Hicho ni kitu ambacho natakiwa ukijue. Sasa kuna watu ambao bado wako kwenye ile primitive age ya kwamba nanunua coin na kaa nazo, nasubiria zipande bei, alafu zikipanda bei nauza. No, that's like the stone age. Yani hiyo ni kitu cha kufanya miaka ile, kwa sababu right now ukifuatilia hata matajiri wenyewe, mtu mimi ninunue bitcoin na bitcoin niuze kwa sababu na njaa? Hapana, haiwezekani. Naweza nikachukua bitcoin zangu nikazipeleka kwenye protocol, nikamwambia jamani, bitcoin hizo hapo, hebu nikopesheni kwanza hela nifanye mambo yangu. Ukakopa hela ukafanya mambo mengine. Kwa sasa with advancement of technology unaweza zaidi ya kusubiria lile ongezeko la thamani, zile coin ambazo wewe umezinunua, umejiridhisha kwamba ni project nzuri, nimenunua coin zake, zina uwezo wa kukuzalishia. Sasa moja ya njia ambayo unaweza wewe binafsi ukaitumia kupata uzalishaji wa faida zako inaitwa nini? Staking. Sasa staking is very very broad, very very broad, na protocols tofauti zina namna ambavyo zina implement staking, sawa? Lakini sisi tutafocus only kwenye staking ambayo tunaifahamu na kuizoea, ya decentralized finance, ambayo ni process, sawa, ya kulock assets, sawa, assets zako kama nini, kama fixed deposit, ndio hivyo deposit, na utapokea faida kutokana na coins mpya au transaction fees, tozo za miamala. Sasa mimi hiyo au transaction fees sitaki kuigusia kwa leo, nataka niigusie kwenye aspect ya coin mpya, na nitazungumza kwa mfano. Kwa mfano, project yetu sisi Inkryptus ina coin yake inaitwa Inki, sawa? Inkryptus ina coin yake inaitwa Inki, sawa? Na hii coin jinsi ilivyokuwa designed, ina maximum supply, sawa, ya coin 200,000,000. Sasa
milioni 200 zimetoka wapi? Wameamua wao wenyewe. It's a number ambao wameichagua, wameona ni nzuri. Sasa katika hizo 200 wakatenga, the project ikachukua coin 10 milioni, wakasema jamani, hizi zinazobaki tupelekee jamii, ambao wakapata coin 190 milioni. Kwa hiyo Inkryptus wakasema njia ambayo kwetu sisi itakuwa ni nzuri ya hizi coin milioni 190 kuzipeleka kwa jamii ni kupitia staking, kwa sababu ni huduma ambayo tayari ilikuwa kwenye ecosystem ya Inkryptus. Ni huduma ambayo tayari ilikuwa kwenye ecosystem ya Inkryptus. Kwa hiyo akasema jamani, coin mpya zitaingia kupitia faida watakazokuwa wanapewa nani? Stakers. Kwamba watu ambao watanunua inki kwenye open market na wakakaa nazo watakuwa wanapokea gawio ambalo litakuwa ni coin mpya zinazoingia kwenye mzunguko. Yaani ni kama umenunua hisa na mwisho wa mwaka wakisema jamani, tunatoa gawio lakini hatutawapa shilingi, tutapiga hesabu ni hisa ngapi, halafu hizo hisa tutakupa wewe kama gawio lako. It's that simple. Kwa hiyo kutokana na system yao ilivyo, wakasema kwa siku maximum ya inki 10,000 sawa, zitakuwa zikitoka na kuwalipa watu faida. Kwa kila siku zinatoka inki ngapi? 10,000 kutoka hapa kwenye milioni 190, na wanalipwa watu kila siku. Kwa hiyo ndio njia ambayo Inkryptus waliichagua kuingiza hizi coin milioni 190 kwenye mzunguko. Kwa hiyo mpaka hapo tulipofikia sasa hivi, umeona kwamba kwa kuwa nimeona project ya Inkryptus ni nzuri, ngoja nimiliki coin zangu za inki. Lakini Inkryptus inakuongezea an added bonus kwamba katika hizo coin ambazo unazimiliki, sisi huaga kila siku tunaingiza coin 10,000 kwenye mzunguko. Kwa hiyo ukinunua zile coin zako ukizifungia, nitakuwa nakupa kasehemu katika hizi coin 10,000 nazo ziingiza. Kwa hiyo sasa wewe ndo unajitathmini, hivi hizi coin ambazo nimenunua na malengo gani na hizi coin? Nikizistake hapa mwaka mmoja au miaka mitatu, je, ita align na yale malengo ambayo mimi ninayo binafsi? Once you get that check mark, ukasema ngoja ni stake tu hizi inki, unakuta ile biashara ina work in your favor. Lakini kama uko ni ule mtu ambaye unasema ngoja kwanza ninunue hizi inki, sijui zitapanda, sijui zitashuka, ngoja nijaribu kustake, biashara itakutesa. Kwa sababu kumbuka, unanunua asset. Kwa hiyo moja ya exposure zako ni nini? Mabadiliko ya bei. Sawa, bei inabadilika, jinsi ambavyo unataka coin ipande inaweza ikashuka. Kwa hiyo lazima hiyo kitu iwe imprinted in your mind kwamba hizi asset nazonunua zina fluctuate in price. Although inki imeonyesha performance nzuri kwa muda mrefu, lakini fluctuation ya bei ipo. Kuna kipindi coin inapanda mpaka kila mtu ukimwangalia anang'aa, anatabasamu, ila kuna muda coin inafanya correction, kwa sababu ndivyo asset zilivyo. Kwa hiyo nitakwenda kuonyesha hapa mfano wa jinsi ambavyo unaweza ukanufaika kwa kustake, na ni moja ya tools ambazo zipo Inkryptus, na wewe binafsi unaweza ukazitumia muda wako wote unaojisikia like you want to do some research kwamba hivi nikistake faida napata zinakuwa ni kiasi gani, then we can look at that.
Okay, na message hapa, mwalimu, naomba urudie hapo point ya gawio la coin mpya. Yaani ni kwamba ngoja nifanye hivi ili kuelewa hii concept hapa, sawa? Ni kwamba kuna mgodi wa dhahabu, si ndivyo? Kuna dhahabu ambazo tayari zimeshachimbwa, kuna dhahabu ambazo zipo chini ya ardhi, sawa? Sasa tuassume kilo moja ya dhahabu ni sawa na inki 10,000, si ndivyo? Kwa hiyo Inkryptus anakuambia bwana, sisi kila siku tunatoa kilo moja ya dhahabu kutoka underground, si ndivyo? Tunatoa kilo moja ya dhahabu from underground, ndio hizo coin 10,000. Kwa ukitaka kupata sehemu ya hiyo coin ambazo zinakuwa zinakuja au hiyo dhahabu ambayo inakuja, lazima kwanza uende kwenye soko huria, open market, ununue zile coin zako au ununue dhahabu, alafu uende ukaideposit kwao. Wale hawafanyii chochote. There is a very bad misconception kwamba watu wanasema bwana, ukistake kampuni inatumia coin zako. Hapana, ukistake coin zako zinafungiwa, but you just get the benefits depending na hiyo protocol ilivyo. Kama kwa protocol ya Inki ni kwamba ukifungia coin zako, tunapokuwa tunaingiza coin mpya, basi wewe utakuwa sehemu ya kupata gawio la hizo coin mpya. Kwa hiyo sio kwamba coin zako zinatumika kufanya biashara. Hapana, zinafungiwa, na Inkryptus wanapata the added benefit ya kwamba wanakuwa na TLV nzuri, project inakuwa very stable, kwa sababu kwa mtu ambaye ametumia Inkryptus kwa muda sasa ata-attest jinsi gani ambavyo the project has been very stable, yani project imekuwa stable sana. Sasa hapa ukienda kwenye website ya Inkryptus, okay, ukiwa hapa home, the internet is very slow. Okay. Ukiwa hapa home kwenye Inkryptus, sawa, kuna sehemu ya resources, sawa, alafu kuna staking calculator, sawa. Tuipe muda kidogo, ila the internet sio nzuri sana, but kama unavyoona hii ni simulator, inasema use our calculator to simulate your potential earning. Umeona? Kwa kuwa leo wengi ni Waswahili, utakuja hapa utachagua Tanzanian shillings, sema labda ukiwa na milioni moja, mfano umewekeza. Ukiwa na milioni moja ya sasa unapata inki, sawa, 261. Hizi ndo ambazo utaenda kuziinvest, sawa, 261. These are the inks ambazo utaenda kuziweka katika ile pool. Kwa hiyo utachagua uweke pool gani. Kuna miezi 36, miezi 12 na faida zinaonyeshwa hapo. Kwa hiyo unachagua ile dola yako 10,000, inakwambia utapata inki kiasi hichi. Ukiziweka miezi 36, maana yake tukija hapa, ngoja ni zoom in kidogo ili tuone wote vizuri, kwamba zile inki zako kwa mwezi zitakuwa zinakuzalishia inki 13.55, sawa, ambayo kwa inki hizi kwa siku utakuwa unapata gross inki 0.6. Inkryptus wana charge 25% profit fee ambayo ni 1.5, utabakiwa na inki 0.416, ambazo ukizidisha kwa 30 ndio utapata hii 13 point ngapi. Ukiangalia kama utaweza kustake na faida zikabaki hivyo, ndani ya miaka miwili unakuta umesha break even, kwamba faida ambayo umetengeneza hapa ni kubwa kuliko mtaji ambao wewe umeuwekeza. Kwa after that unakuwa unafanya biashara risk free, na kwa watu wengi it has been the case kwamba wawekezaji wengi wa Inkryptus wamekuwa wakifanya biashara risk free. Kwa hiyo kitu cha kukumbuka ni kwamba staking ni investment ya asset, na wanasema hapa there is no guaranteed results, sawa, hauwezi ukagarantii, sawa. Percentages are estimates and may fluctuate, sawa, based on. Kwa ukisoma hii disclaimer vizuri, unaelewa kabisa hii biashara kuna guarantees kwamba
Mimi nikiweka milioni 10 kila mwezi napata 500,000. Hiyo hamna, hiyo haipo. Lakini you get around a certain range, kwa sababu fluctuations zipo, lakini we know that our coin is at least stable.